Kadushi Media Updates za leo. Karibu sana kwenye Kadushi Update siku hii ya leo, na kubwa zaidi ambalo dunia ilikuwa inasubiri ni kuona Rais Paul Kagame, Rais wa Rwanda na Rais wa DRC Felix Tshisekedi wakikutana na wakifanya mazungumzo, kwa sababu siku chache tu zimepita Rais wa Rwanda Paul Kagame alifanya mazungumzo na mmoja ya mwandishi wa habari kujitegemea. Katika mahojiano hayo ambayo yalionyesha kabisa Paul Kagame amfurahi tena Rais Felix, kwa sababu katika mahojiano hayo aliulizwa siku akikutana na Rais Felix atamwambia nini. Alisema hakustahili kuwa rais wa taifa hilo zuri lenye baraka. Sasa ushawishi wa taifa la Katari kuleta suluhisho kwenye mgogoro wa DRC na Rwanda. Kwa nini Rwanda inaingia hapa ikiwa M23 ndio anahusishwa kuendelea kuteka miji kadhaa huko DRC? Kumekwepo na shutuma nyingi sana ambazo zimekuwa zikitolewa na serikali ya Felix kwamba Rwanda ndio inawafadhili hawa bwana wa M23. Sasa katika kikao ambacho kiliketiwa huko Katari, ilikuwa ni Machi 18 mwaka 2025. Katika kikao na kiongozi wa Katari, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walitoa wito wa kusitishwa kwa machafuko katika eneo la mashariki mwa DRC. Hii ni mara ya kwanza kwa viongozi hao kukubaliana hivyo toka waasi wa M23 waongeze mashambulizi yao mwezi Januari mwaka huu 2025. Viongozi hao wameonyesha utayari wao katika usitishwaji wa vita hivyo bila masharti yoyote kama ilivyokubaliwa jijini Dar es Salaam, ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Katari. Hata hivyo bado haijajulikana iwapo mazungumzo hayo yatazaa matunda. Wakuu hao wa nchi walikubaliana juu ya haja ya kuendelea na majadiliano yaliyoanzishwa huko Doha ili kuweka misingi imara kwa amani ya kudumu kulingana na mchakato wa Luanda Nairobi ambao sasa umeunganishwa, ilisema taarifa hiyo. Sasa unaweza ukawa unajiuliza nini matokeo ya mkutano huo. Kwa sasa nchi zote mbili hazijatoa maelezo ya kina kuhusu namna zitakavyoweza kusitisha mapigano hayo. Mazungumzo ya Doha yanakuja siku moja baada ya kikundi cha M23 kususia mazungumzo ya amani ambayo yalipangwa kufanyika jijini Luanda nchini Angola Machi 18 mwaka 2025 chini ya uratibu wa Rais Joao Lourenco wa Angola. Hapo awali kikundi hicho kilitoa wito wa kusitishwa kwa kile inachokiita mateso dhidi ya jamii ya Kitusi nchini DRC. Kinshasa imesema waasi hao ni magaidi na ni lazima waweke silaha chini. Kwa nini M23 wasimamishe vita ikiwa wanahisi wana nguvu ya kijeshi? Alisema Johnson Stems, mwanasayansi wa siasa katika chuo kikuu cha Simon Fraser iliyobebea katika eneo la Maziwa Makuu. Unapochanganya hilo na vikwazo vilivyowekwa kwa Rwanda ambavyo vilikuwa vikali kuliko vinavyotarajiwa, nadhani waliona haukuwa wakati mwafaka kwao. Rwanda inakana madai ya kuunga mkono kikundi cha M23 na kusema jeshi lake limekuwa likijilinda dhidi ya jeshi la DRC na wanamgambo wa FDLR wanaoishambulia Kigali. Kitendo cha Rais Paul na Felix kukubali kukutana chini ya Katari kinaibua maswali juu ya imani ya viongozi wa Afrika katika mikakati ya kikanda katika kutatua mzozo wao. Kupitia ukurasa wake wa X, Ikulu ya Kinshasa imesisitiza kuwa yale yaliyokubaliwa mjini Doha yatawekwa wazi siku zijazo. Namba nikukumbushe, katika moja ya mahojiano ambayo alifanya Rais wa Rwanda Paul Kagame na yule mwandishi wa habari Mario, kuna moja ya kauli ambazo alizitoa. Alisema hivi: hakuna dili lolote lile unaweza ukafanya na Rais Felix ukafanikiwa. Kama kuna ushahidi watu wa utoe. Madili yote ambayo unaweza kufanya nayo mkazungumza hapa ukahisi mmemaliza, baada ya saa chache tu jamaa kawa tambui lolote. Sasa vipi kuhusiana na hili ambalo limezungumzwa kule Qatar? Ndio tutegemee basi hizo siku chache walizozisema watatupatia taarifa. Mchakato wa amani wa Umoja wa Afrika unaongozwa na Angola. Unajulikana kama majadiliano ya Luanda.
wakati ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ulikuwa ukisimamiwa na rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta. Makubaliano hayo yalivunjika mwezi Desemba baada ya upande wa upinzani nchini DRC kufanya mazungumzo na DRC. Mara kadhaa wakuu wa Jumuiya za Afrika Mashariki na SADC wamejaribu kuwahimiza kumaliza tofauti zao wakati wa mkutano wao uliofanyika jijini Dar es Salaam Februari mwaka 2025. Tangu mwaka 2022, Umoja wa Afrika umekuwa ukimtuma Rais Joao Lourenco wa Angola kufanya michakato ya upatanishi. Jitihada mbalimbali barani Afrika na kuwa tayari kukutana pamoja mbele ya kiongozi wa Katari. Hii si mara ya kwanza kwa nchi ya DRC kujikuta katika matatizo kama haya. Ni muhimu kufahamu kuwa kupitia mazungumzo ya ndani yaliyofanyika katika mwaka 2001 na 2003, DRC ilifanikiwa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mkataba wa kumaliza mapigano ya awamu ya pili nchini DRC, maarufu kama mkataba wa Sun City, ulitiwa saini Aprili 2 katika hoteli ya Sun City iliyoko Afrika Kusini. Makubaliano hayo yalihusisha serikali ya DRC, chama cha RCD, MLC, mashirika ya kiraia na taasisi zingine. Wakati huo Joseph Kabila ndo alikuwa rais wa DRC. Sidhani wapatanishi na wawezeshaji watafanya kitu kizuri zaidi kuliko tulivyofanya huko Sun City, na ndio maana nikazungumzia kurejea kwenye mambo ya msingi, kwa sababu makubaliano hayo yalituwezesha kuwa na katiba ya miaka 3 baadaye. Alisema hivyo Joseph Kabila, rais wa zamani wa DRC, katika mkutano wake na waandishi wa habari nchini Afrika ya Kusini. Kiongozi huyo mstaafu pia alikutana na rais wa zamani wa Afrika ya Kusini, Thabo Mbeki, Machi 18 mwaka 2025 kujadili hali ya usalama nchini DRC. Kabila anasisitiza kuwa mzozo wa DRC unahitaji suluhu za kudumu za ndani na sio kuwatupia lawama wengine. Mtazamo wangu kwa kila kitu kinachotokea unaweza kuulizwa katika swali moja: ikiwa mimi ni mdhaifu, ni kosa la nani? Je, ni kosa la jirani yangu au adui wangu, au ni kosa langu? Ukijibu hili utapata suluhu, alisema hivyo Rais Joseph Kabila. Kongo haiwezi kuendelea kuwa kama mtoto mchanga wa kulialia katika eneo hilo, akizungumzia jinsi ilivyo dhaifu na jinsi kila mtu ana nguvu. Hiyo kwangu sio njia sahihi. Kabila anasema DRC ina uwezo wa kujikwamua kwa kuhusisha wa Kongo katika mjadala wa amani. Mwaka 2018 nilishiriki mkutano wa mwisho wa Jumuiya ya SADC kama rais wa DRC, na niliwaambia viongozi kuwa nafurahi kuondoka, lakini Kongo haikuwa tena nchi ya wanyonge katika eneo la Maziwa Makuu, alieleza Joseph Kabila, rais wa zamani wa DRC. Kulingana na Rais Kabila, ni vyema DRC irudi kwenye msingi wa mzozo wa mashariki mwa nchi yake, ambao anasema unahusisha makosa ya kutoheshimu sheria ya nchi. Una lolote lile kwenye taarifa hii, tuandikie hapo chini kwenye comment. Hii ni Kadushi Media, na hapo kuna sikiliza Kadushi Media Updates za leo. Kadushi Media Updates za leo.